za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Wamewezeshwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 337.9. Hivyo natoa wito kwa wanawake wote wenye sifa kuchangamkia fursa hii kwa kuwasilisha maombi kwa maafisa maendeleo ya jamii waliopo katika halmashauri zao. Hizi ni program zilizoko ndani ya wizara hii, lakini katika wizara zote ziko program mbalimbali. Na tuna baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambalo limesajili mifuko mbalimbali ya kuwawezesha wananchi kiuchumi inakaribia. Lakini taarifa hizi sasa zinakuwa bahati mbaya tukizitoa watu wengi hawafuatilii. Sasa tumekuja na huu utaratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Na haya mazungumzo tunayoyafanya niliyoyasema awali kuhusu mila na tamaduni zetu na maendeleo. Tunaomba sasa wanaotusikiliza waje huko. Pale ndo mahali pa kuuliza na kupata majibu na kutoa maoni. Ukikaa mbali na majukwaa haya ya elimu ambayo yametayarishwa na serikali, wewe hakika utakaa mbali na taarifa za uwezeshaji. Matokeo yake tunakuwa na watu wanaofahamu hizi taarifa ni wale wanaofuatilia. Wanakuwa wanafahamu sekta hii inasemaje, sekta hii inasemaje, unakuta yeye ni mnufaika zaidi. Lakini mwingine yuko mbali na ufuatiliaji wa taarifa hizi za serikali tunazozitoa, hakika hawezi kunufaika. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki pamoja nanyi ndugu wanahabari, naomba mzipeleke taarifa hizi vizuri. Hatua ya kwanza ya mwanadamu kuweza kuendelea ni kutamani kuendelea. Hatua inayofuata ni kusikia. Kusikia na kuamini. Hatua inayofuata ni kukata shauri. Naanza kuchukua hatua zifuatazo. Hatua nyingine ukikwama ni kujua wapi ni ripoti, nani nimwambie, kwa nini mimi nimekwama. Mnyororo wa mawasiliano kati ya wananchi pamoja na serikali yao ndio unaosababisha mtu atoke pale alipokwama aweze kwenda mbele. Ndugu waandishi habari, kupitia sheria ya manunuzi ya umma, serikali imetoa fursa kwa makundi maalum kwa kuelekeza kuwa kila taasisi ya ununuzi wa umma itenge 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa makundi maalum ya vijana na wenye ulemavu, wanawake na wazee. Hapa napo tuna mafanikio mengi yanaonyesha wale waliojisajili rasmi kwenye mifumo inayohusu shughuli zao huwa wanaweza kupata hizi taarifa na kunufaika na hizi zabuni za manunuzi. Hawa ambao ni makundi maalum. Katika kufikia maendeleo jumuishi na endelevu kwa ustawi wa taifa letu, fikra na mitazamo chanya ni muhimu kwa mtu mmoja mmoja, vikundi na jamii kwa ujumla. Hivyo, wizara yangu inaendelea kuratibu program za mageuzi ya kifikra na mitazamo chanya kwa jamii zinazolenga kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Na mkuu wa wilaya Kwimba mkoani Mwanza, Wilabuzu Ludigija, amewataka wakazi wa tarafa ya Ngudo na maeneo ya jirani kuacha tabia ya kutupa taka hovyo kwa kuwa ni hatari na inaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko hasa kipindi hiki cha mvua. Adam Lohomwa ana taarifa zaidi. Ludigija ametoa wito huo wakati wa ziara yake kukagua mazingira katika tarafa ya Ngudo wilayani humo, ambapo akiwa maeneo mbalimbali ya tarafa hiyo ameeleza kutoridhishwa na kitendo cha baadhi ya wakazi hao kutupa taka hovyo, hali inayotishia usalama wa viumbe hai na mazingira, ambapo amemtaka afisa mazingira wilaya hiyo kuratibu namna kudhibiti hali hiyo. Lakini specifically kwa hizi taka, hata kama haya hayajafanyika, ni lazima tudhibiti utupaji taka hovyo namna hii, si ndio? Kwa hiyo afisa mazingira nadhani hili mlifanyie kazi, hata hizi ambazo zipo wala ambao wanafanya hiyo kazi waje wazitoe. Lakini tunaweza ukaweka pia mtego wa watu wanaotupa hapa. Tukimpata mmoja tukapiga faini, nadhani na wengine watajifunza. Eneo la mjini hili. Lakini tuweke tu utaratibu wa ile gari zenu za kuzoa taka. Huku ndio mjini, si ndio? Ndio. Ukileta gari angalau kwa wiki mara 2, watu hawana shida kulipia 1,000 kila gari ikija. Watumishi wengi wanasema huku magari hayaji. Katika hatua nyingine, Ludigija amekagua ujenzi wa daraja la Sakanti, mradi ambao unatekelezwa ili kutatua tatizo la mafuriko ambayo yamekuwa kikumba barabara ya Ngudo Mwanza, mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kwa thamani ya bilioni 5.5, ambapo Ludigija amesema ni muhimu kufukia mashimo yaliyoachwa baada ya uchimbaji wa vifusi ili yasilete madhara kwa jamii. Sisi kwa madaraja haya tunaridhika.
na madam umetuambia kwamba mwezi huu wa kwanza tarehe 30 anatakiwa akabidhi kazi. Kwa hata mvua hizi zinazoendelea kunyesha mwaka huu hatutapata shida kubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini ambacho ni waombe, tuna hiyo barabara kilomita 3 injinia, na wewe najua ndio unasimamia hizo zote hapo mjini pale. Lipo eneo ambalo lilikuwa limeshakuwa tayari kabisa kwa hatua za kuanza kuweka lami, lakini kuna kile kipande cha kutoka pale polisi kuelekea njia panda ya kwenda Hungumalu pale amechimba tu, ametuachia mashimo. Sasa wakandarasi wala ambao wanasuasua, ni vizuri nao mwakumbushe wajifunze kwa wenzao. Msimamizi wa mradi huo kutoka Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mwanza, Mhandisi Sara Sekwawa, amesema mradi huo ulitakiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu, lakini umekwama kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mvua. Kwa hiyo mkandarasi aliomba extension of time, aliomba kuongezewa muda ambapo tumemuongezea siku 45. Hivyo anatakiwa kukamilisha tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Isingekuwa commitment ya viongozi wakubwa kama Mheshimiwa Rais, inawezekana hili tusingeweza kulitatua. Kwa hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6 kwa kutusaidia. Kwanza kabisa tunamshukuru mkuu wa wilaya, amekuwa pamoja na sisi toka mwanzo. Ni mmoja kati ya viongozi wa serikali ambao wametutembelea tokea tunaanza chini mpaka hapa ambapo tulipofika sasa tunapokwenda kumaliza mwezi huu. Ni jambo kubwa sana, ni jambo zuri, tumejifunza vingi kutoka kwake, tumepokea ushauri mzuri kutoka kwake, lakini pia mengi tumeyafanyia kazi. Mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Mwilabuzu Ludigija, yupo katika ziara ya kufuatilia utekelezaji wa miradi mbalimbali ndani ya wilaya hiyo ili kujionea maendeleo yake na kukagua ubora na viwango vya ujenzi. Adam Luhomwa, Star TV. Asante sana Adam Luhomwa kwa taarifa hiyo. Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Saanane jijini Mwanza imeadhimisha miaka 10 ya kuzaliwa kwa simba, kisiwa hicho kikijivunia uzuri wa mnyama huyo na kuvutia watalii wa ndani na nje ya nchi. Sudi Shabani na taarifa hii. Ni shangwe, wamefurahika wakiimba nyimbo maarufu ya heri ya kuzaliwa, ishara ya kumtakia mema zaidi katika safari ya maisha ya uhai. Sherehe hii haswa imezoeleka kwa wengi kufanywa na wanadamu, ikiwa ni kumbukizi ya kuzaliwa kwao. Lakini safari hii huenda ikawa ni historia nyingine baada ya kushuhudia mnyama wa mituni simba waliopo katika hifadhi ya Kisiwa cha Saanane nao wamepata wasaa huo. Hapa wamefanyiwa sherehe ya miaka 10 ya kuzaliwa kwao na kuishi katika hifadhi hii, huku ikiainishwa umuhimu wake katika sekta ya uhifadhi nchini. Madhumuni makubwa ya kufanya au kuadhimisha siku hii ya leo ni kuutaarifu umma wa Watanzania, lakini pia na wageni wetu wote wanaotutembelea kutoka nje ya nchi umuhimu wa simba katika hifadhi zetu kiikolojia, lakini pia umuhimu wa simba katika swala zima la tasnia ya utalii. Hadi sasa hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane inajivunia kuwa na simba wawili, jike na dume, ikiwekwa wazi uwepo wa mnyama simba King of the Jungle umekuwa ni kichocheo cha wimbi la idadi ya watalii katika hifadhi hii na nyingine. Tumetimiza miaka 10 tangu tumepata simba wetu hawa. Kwa hiyo tumeona tuwathamini simba wetu kwa kuadhimisha siku ya leo kutokana na umaarufu wa simba kama inavyofahamika. Ni mojawapo ya vivutio vizuri sana kwenye hifadhi zetu, na hifadhi nyingi zina simba. Na watu wengi wakija kutembelea hifadhi zetu wanakuja kwa ajili ya kuona simba. Simba tumempa nickname ambalo linajulikana kwa watu wote. Maadhimisho haya yamefanyika ikiwa ni fursa kwa wadau kupata mafunzo maalumu yaliyobeba historia njema na maisha halisi ya simba. Kwa nini simba anafugwa kwenye cage? Tumegundua kwamba simba anapofugwa kwenye cage, life span yake inafanyaje? Inaongezeka. Kama alikuwa na uwezo kuishi miaka 10 mpaka 14, kwa hiyo inazidi kuongezeka, inafika mpaka 20. Mimi wangu nilikuwa sijawahi kuona, lakini nimejifunza mengi kupitia wataalamu wa TANAPA ambapo walikuwa naelezea maisha ya simba na namna ambavyo wanaishi, lakini pia hata hili tukio la kusherehekea
Kwa kweli ni jambo zuri. Kiukweli tumekuwa na wakati mzuri sana. Tumeona vitu vingi vizuri, tumeenjoy. Tulikuwa hapo kwenye jumping rock pale, tumeona tumeruka wanyama wengi. Hakika ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni. Keki maalum ya simba hawa ilikuwa ni kitoweo cha nyama ya mbuzi. Leo ilikuwa ni simba, pengine kesho ni mnyama gani? Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Naam, uongozi wa mkoa wa Kagera umeshauri kampuni ya meli Tanzania Tashiko kuweka viwango vya nauli na tozo katika meli mpya MV Mwanza ambavyo vinaendana na maisha halisi ya wakazi wa mkoa huo. Tupate taarifa zaidi. Mkuu huyo wa mkoa wa Kagera ametoa ushauri huo akiwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Misenyi, Kanali mstaafu Hamis Maiga, katika mkutano wa wadau wa sekta ya usafirishaji wa majini uliofanyika mjini Bukoba kwa ajili ya kupokea maoni kuhusu mapendekezo ya nauli za abiria na mizigo katika meli mpya ya MV Mwanza inayotazamiwa kuanza safari zake kati ya miji ya Mwanza na Bukoba mapema mwakani. Meli hii iwe na viwango vya nauli ambavyo ni nafuu kwa watumiaji ili kuwawezesha kuitumia, lakini pia viwango hivyo viwezeshe huduma za meli hii kuwa endelevu. Mwakilishi na mkurugenzi wa uchumi wa shirika la uwakala wa meli TASAC, Nasen Msigara, amesema mkutano huo umefanyika kwa mujibu wa sheria kwa lengo la kusikiliza ushauri wa wadau wa sekta ya usafiri na usafirishaji katika upangaji wa viwango vya nauli za abiria na mizigo. Mkutano huu tunaofanya leo ni sehemu muhimu ya mchakato mzima wa kuidhinisha mapendekezo ya nauli yaliyowasilishwa na kampuni ya meli Tanzania, yaani Tashiko. Mkutano huu ni jukwaa kwa watumiaji wa huduma za meli kutoa maoni yao kwa uwazi. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba walioshiriki katika mkutano huo wameomba kupunguzwa kwa viwango vya nauli na kuitaka Tashiko kutumia bandari ya Kemondo katika safari za meli hiyo. Mimi naomba nipendekeze sasa kwamba nauli yao iwe ni kuanzia 25,000 mpaka 27,000. Tutoke kule kwenye 30,000 twende 25 mpaka 27,000. Ili jambo tusijaribu kuipitisha meli sipite pale Kemondo, itakuwa ni jambo la ajabu sana. Kila mtu atatushangaa. Sio tutakuwa watu wa aina gani? Miundombinu ipo. Tungezungumza kwamba bandari haijaboreshwa, tungeelewa. Lakini serikali imeweka pale bilioni 20.1. Meli ya MV Mwanza imetengenezwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 120 na inatazamiwa kuwa na uwezo wa kubeba tani 400 za mizigo na abiria 1200. Mariam Emri, Star TV, Kagera. Namna wanachama wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE jimbo la Nyanza Kusini wametakiwa kutumia fursa zilizopo nchini kujiletea maendeleo kwa kuhakikisha wanafanya miradi mbalimbali na kuwekeza ili kuwaweze kuinua uchumi wao. Mkutano huu wa mwaka uliofanyika kwa siku 4 jijini Mwanza umeshirikisha wanachama zaidi ya 300 ukiwa na lengo la kuwafunda namna ya ufanyaji sahihi wa biashara kupitia mafunzo waliyopata kwa wataalamu mbalimbali. Pia neno la Mungu kupitia Pastor Bosco Tungaraza lilikuwa na afya kwenye mkutano huo. Tuliyojifunza ni wewe kuwa mahali sahihi. Tukaambiana toka katika mkia wa joka uwe ni nyota katika mkono wa kuume wa Bwana. Lakini pia hatukuacha masuala ya kutafuta na ujasiriamali, tukasema swala la umaskini limekwisha. Kwa sisi kama wajasiriamali na wanataaluma tuna invest kwanza kwenye elimu. Mtu apate maarifa ya kwenda kufanya kila anachotaka kufanya. Kama mtu anataka kufuga, tunataka afanye ufugaji wenye tija. Kama mtu anataka kwenda kufanya biashara mbalimbali iwe ya mazao na nini, tunataka ajue afanye kwa tija, iwe na faida kwake. Ya uinjilisti. Hiyo ndio ya kwanza, maana hilo ndilo lengo. Lakini fursa ya pili ni ya kiuchumi. Ukishajiunga na chama hiki
basi ukibaki kama ulivyo, labda hukuweka maanani, kiuchumi utaenda mbele sana. Askofu mkuu jimbo la Nyanza Kusini, Askofu Musa Zumbi, anaona mikutano hii licha ushiriki wao wanapaswa kwenda kufanya kazi ili wafikie malengo, akiungwa mkono na viongozi wengine. Tujenge mtazamo wa kupenda kazi, tukafanye kazi kwa bidii. Miujiza haiwezi kuleta hela, lakini kufanya kazi kwa bidii, fungua kibanda, tafuta kabiashara, nenda kwenye shamba, nenda kwenye uvuvi, na Mungu anabariki kuanzia hapo. Na sisi katika kanisa tuna kitengo maalum cha ujasiriamali na uwakili, kinahimiza watu wafanye kazi, maana kazi zinaleta baraka na mali. Apate ujasiri wa kuingia kwenye uwekezaji, apate ujasiri wa kuzitimiza njozi za kile alichokuwa anafikiri. Lakini pia tumejifunza ya kwamba baada ya mikutano hii tunawategemea wana ATAPE wanapobarikiwa na Mungu katika kazi zao kuwa waaminifu kwa kurudisha zaka na kutoa sadaka kwa uaminifu. Na ukiangalia mikutano inafanyika katika kanda mbalimbali, dhimu ya kanda moja na nyingine vinatofautiana, lakini lengo lake kubwa ni moja tu kwa wanachama wote, kujengeana uwezo ili kila mwanachama tunatamani awe na maisha bora. Kila mwaka ATAPE hufanya mikutano hii, tija yake inabainishwa na washiriki wake. Ujasiriamali tuliojifunza unanisaidia mimi kupata kipato cha ziada hata kama ni mtumishi. Jinsi ya ufugaji, jinsi ya kulima mboga, matunda, jinsi ya mapishi, kupika chai nzuri. Kuna wanawake wengine hawajui kupika chai, wanachemsha. Kwa hiyo hivi vitu vyote tumejifunza. Chama cha ATAPE ni wanataaluma na wajasiriamali walio chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Na mtazamaji, na hivi ndivyo inavyotumisha Star TV dhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Abdullah Uthman. Kwa heri, mchana mwema.